TFF ameizulumu Young Africans. Kwa ukitazama namna ambavyo mchakato wa hizi fedha umefanyika, ni kwamba TFF wameizulumu Yanga, yani hawajawapa Yanga haki yao inayotakiwa. Kwa ukitazama mchanganuo jinsi ulivyokuwa, CRDB wanatoa takriban milioni 255 fedha ambayo inatolewa kwenye mashindano haya. Maana yake ukikata madeni ya Young Africans yote kwa pamoja ukayakata ukaweka pembeni, Yanga wanatakiwa kupata shilingi milioni 226 ndio fedha ambayo Yanga wanatakiwa kupewa kutoka TFF. Lakini kwenye fedha hiyo ya bilioni 226 ambayo Yanga ndio pesa ambayo wanatakiwa kupewa, bado kuna makato ambayo Yanga wamekatwa kwa sababu tu eti kuna makosa ambayo waliyafanya kwenye ligi kuu. Sasa kwa nini pesa yao ya kombe la FA ikatwe kwenye mashindano ya ligi kuu wakati ligi kuu iko chini ya bodi ya ligi? Hicho ni kitu ambacho watu wanajiuliza, kwa sababu huu mpira wa miguu unatakiwa kutendewa haki. Yani kila mtu anatakiwa kupata haki yake. Isitokee mtu tu kwa sababu ana nguvu basi akamnyima mtu mwingine haki yake. TFF wanapaswa kuwapa Yanga haki yao. Ukiondoa makato ambayo Yanga walitakiwa kukatwa kutokana na madeni ambayo walikuwa nao ndani ya shirikisho, Yanga wanatakiwa kupata shilingi milioni 226 na zinatakiwa kuingizwa kwenye akaunti ya Young Africans. Lakini walichokifanya TFF ni kushindwa kuingiza hiyo pesa kwenye madeni kwenye akaunti ya Yanga na wakabaki nao kwenye akaunti zao. Lakini wakati huo pia yapo madeni ambayo Yanga wamekatwa kwenye mashindano, wamekatwa kwenye fedha yao ya FA ikiwa yamefanyika hayo madeni hapo kwenye ligi kuu. Manake madeni ambayo yako ligi kuu kwa kawaida yanatakiwa yapatikane kwenye fedha ambayo iko ligi kuu. Kwa hiyo ni jambo kidogo ambalo linafikirisha kwa namna moja ama nyingine.